Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni sherehe ya Noeli, sherehe ambayo kwa Wakristo wote tunafurahia kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mkombozi wetu. Ni sherehe ambayo kwetu sisi tunafurahia ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amezaliwa kwetu, Emmanueli, Mungu pamoja nasi. Mungu amejifanya kuwa mtu, na katika kuvaa binadamu huu anakuja kuishi na sisi ili tupate kujifunza kupitia kile ambacho kimekaa ndani yake, ili kikapate kuwa sehemu ya maisha yetu pia. Basi wapendwa taifa la Mungu, katika sherehe hii ya Noeli, somo la kwanza katika misa ya mchana ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 52 aya ya 7 hadi aya ya 10. Somo la pili ni la waraka kwa Waebrania sura ya kwanza aya ya kwanza hadi aya ya 6. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza hadi aya ya 18. Tusikilize Injili takatifu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohane. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa hiyo nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohane alimshuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea, na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Injili ya Bwana. Wapendwa wana wa mkombozi Bwana wetu Yesu Kristo aliyezaliwa kwetu, tunayo furaha kubwa ya kupokea wokovu wetu, ambao unatuvusha kutoka katika utumwa, yani maisha ya giza, maisha ya dhambi, na kutupeleka katika maisha ya mwanga. Ndiyo nuru hii inayokuja kutuangaza na kututoa katika maisha ya giza. Nuru hii ambayo Yohane Mbatizaji amekuwa akishuhudia. Ndugu zangu, utabiri wa kale umetimia sasa katika Yesu Kristo, kwa kuwa Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Rejea waraka kwa Waebrania sura ya kwanza
aya ya kwanza hadi ya pili, ndipo ambapo unayapata hayo maneno ni namna gani ambapo huyu mwana aliyekuja kuzaliwa ametoka wapi na ni mamlaka gani aliyopewa na Mungu, na katika kujifunua kwake ni namna gani ambavyo Mungu amejifunua kwa mwanadamu. Kumbe huyu mwana anayeelezewa katika hili somo ambalo nimelielezea la waraka kwa Waebrania sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya pili, huyu ndiye neno wa Mungu aliyejifanya mtu, ambaye tumemsikia katika Injili, ambapo katika Injili tuliyoisikia, ndugu zangu, ndio tunaelezwa chanzo cha huyu neno, ambaye kwa Kigiriki anaitwa Logos. Huyu Logos ambaye kazi yake ni kumdhihirisha Mungu kwa mwanadamu, kumfunua Mungu kwa mwanadamu. Na kwa ufupi, Injili tuliyoisikia, hususani ile katika sura hii ya kwanza aya ya kwanza mpaka ya 4, ni kama ina ushairi fulani, ipo katika mtindo wa shairi fulani hivi. Lakini ukianzia hiyo aya ya kwanza mpaka aya ya 18, ndugu zangu, hii sehemu ya Injili kwa huyu mwinjili Yohana ndio mwanzo kabisa mwa Injili inayofahamika kama utangulizi, na hii sehemu inaonekana kuwa ndio muhtasari wa Injili yote ya Yohane. Kwa sehemu kubwa, aya zingine, sura zingine zote zinazotangulia huko mbele, chanzo chake tutakuja, ili upate kuelewa vizuri, lazima usome hii aya ya kwanza mpaka aya ya 18, ndipo ambapo utapata kuelewa vizuri zaidi, ikiwa ndio muhtasari wake. Basi wapendwa taifa la Mungu, katika uumbaji wa viumbe vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, Mungu aliviumba kwa neno. Yaani, ukirejea kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 3 mpaka sura ya pili aya ya 4, utasikia tu Mungu akasema na iwe nuru, na ikawa nuru. Hiyo siku ya kwanza. Siku ya pili tena Mungu akasema. Siku ya 3 Mungu akasema. Siku ya 4 Mungu akasema. Siku ya 5 Mungu akasema. Siku ya 6 Mungu akasema. Na siku ya 7 Mungu akapumzika, na akaona kila alichokiumba ni chema sana. Kwa kumbe, ndugu zangu, kwa kusema hivi ndipo ambapo tunapata ushuhuda kwamba viumbe vyote ambavyo Mwenyezi Mungu ameviumba, vinavyoonekana na visivyoonekana, ameviumba kwa neno. Hivyo ndugu zangu, huyu neno aliyefanyika mwili na kukaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, tena utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli, ndiye Mungu mwenyewe, ambaye pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Wapendwa taifa la Mungu, hapa ndipo ambapo tunaelezwa kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ni nani. Kwa sababu kuna watu wengine ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo katika historia ya wokovu wa mwanadamu wamekuwa hawaamini kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ndiye Mungu mwenyewe. Hivyo somo la Injili hii ambao ndo muhtasari wa Injili ya Yohane unatudhihirishia na kutupa ukweli zaidi kwamba huyu neno aliyefanyika mwili na kuja kukaa pamoja na sisi, ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo, asili yake ipoje. Wapendwa wana mkombozi wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyezaliwa kwetu, wote waliotabiri juu ya ufunuo wa Mungu, ikiwa kwa mfano Yohana, kina Musa, manabii akina Isaya, kina Yeremia, hawa wote wamekuwa wakitabiri juu ya ufunuo wa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe ndugu zangu, wamekuwa wakimshuhudia yeye aliye nuru na mtimilifu wa neema zote. Sasa huyu aliyekuwa ametabiriwa
kwetu sisi ndio amezaliwa. Amezaliwa sasa na kukaa pamoja nasi, Immanueli, Mungu pamoja nasi. Ambapo sasa sisi kwa nafasi yetu tunaalikwa, ndugu zangu, tumshuhudie katika maisha yetu ya kila siku. Kwa kuwa neno aliyefanyika mwili amekaa nasi, Mungu pamoja nasi. Hivyo kwa kukaa pamoja nasi, je, sisi tunafanya kitu gani? Tunampokeaje huyu anayekuja kukaa pamoja na sisi? Huyu mgeni aliyekuja na ameamua kuishi na sisi, nasi tunampokeaje? Tunaishi naye namna gani? Au yeye katika kuathiri maisha yetu anatuathiri namna gani? Kwa sababu athari zake ni za kutufanya sisi tuwe salama zaidi. Athari zake ni za kutufanya sisi tuwe huru zaidi. Kama tulikuwa tukianguka zaidi katika njia ya dhambi, tuweze kuwa huru kutoka katika utumwa huu. Kama tulikuwa tunaenenda katika tabia ambazo si sahihi, basi turudi na kuweza kusimama katika njia ambazo zitatufanya tuwe salama zaidi. Kumbe ndugu zangu, maana ya kuzaliwa kwa huyu neno kuna turejeshea tena urafiki wetu wanadamu na Mungu. Ndio wakati wa furaha kwetu na si majonzi, kwa kuwa ndio mwanzo wa uzima ambao unaondoa kabisa hofu ya mauti, ambao unaamsha furaha, hivi kututumainisha kwamba tutaishi milele. Furaha tunayorejeshewa ni furaha inayodumu siku zote, kama vile furaha ya wale akina mama tasa ambao mpaka uzee wao hawajawahi kuona mtoto. Wameshapoteza matumaini, hawana imani tena kama wanaweza akajaliwa mtoto. Lakini Mungu anakuja kuwatendea makuu. Elizabeti, mke wa Manoa, wanakuja kurejeshewa matumaini hayo ambao walikuwa wameshapoteza kwa kujaliwa na kuweza kupata watoto ambao wanakuja kufanyika kuwa nguzo kubwa sana katika historia ya wokovu wa mwanadamu. Basi taifa la Mungu, tuone Mungu huyu ambaye anakuja kukaa pamoja na sisi anatuletea neema na baraka nyingi sana maishani mwetu. Hivyo tunatakiwa tumpokee kwa furaha kubwa. Ndugu zangu, ndio inavyomaanishwa kwamba furaha hii inamhusu kila mmoja, kwa kuwa chanzo chake ni kimoja kwa wote. Kwa kuwa chanzo ni kimoja kwa wote, hakina ubaguzi. Ni furaha kwetu sisi sote. Haina ubaguzi wa kidini, haina ubaguzi wa kirangi, haina ubaguzi wa kikabila. Kristo amekuja kwa ajili yetu sisi sote tupate kukombolewa na kuwa kitu kimoja. Kumbe ndugu zangu, ni vema tuwe watu wa shukrani kwa Mungu aliyejifunua kwetu kwa njia ya mwanaye katika Roho Mtakatifu. Maana hii yote ni kutokana na upendo, huruma, uvumilivu, unyenyekevu, upole na uaminifu wake kwetu wanadamu. Na hizi ndizo sifa tunazoalikwa kuziishi maishani mwetu, maana neno amekaa kwetu, Immanueli, Mungu pamoja nasi, ili tujifunze kwa mfano wa binadamu aliochukua, huku akibaki na asili ya umungu wake. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, tuzidi kumwomba huyu Mwenyezi Mungu Kristo ambaye amezaliwa kwetu, pia awawezeshe wale wanaomngoja bado watambue kuwa amekwisha fika na yupo tayari ndani mwao. Pia tumuombe Mungu atujalie amani na uelewano vizidi kutawala kati ya mataifa na kati ya watu. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.